uzuri nilimsikia magoli vizuri na nimekuwa nikifuatilia kwa makini sana swali la Damaro, mchezaji ambaye alipewa uraia wa Tanzania na akiwa klabu ya Singida Big Stars na amehamia Yanga, na baada ya kuingia Yanga basi akaanza kutumika kama mchezaji mzawa. Ukafanya hivyo maana yake ni kwamba kwa Simba kwa maono ya Simba au kwa maoni ya Simba wanaona kama Damaro ni mchezaji kigeni na kuna kanuni imevunjwa pale, na wamejenga hoja zao, na tufahamu kwamba jambo hili ni jambo la kisheria, na kwa jinsi ambavyo nimemsikia magoli jana ni kwamba kuna hoja ambazo walizijenga ambazo ndizo ambazo walizipeleka kwenye mamlaka, na kulingana na mwenyekiti wetu anasema kwamba kuna hoja hazijajibiwa. Kwa nadhani ni vema kabla ya kuongelea kasi tukasubiri majibu ambayo yatapatikana hiyo review katika hoja ambazo hazijajibiwa. Nafikiri baada ya hapo labda inawezekana kwa majibu hayo au kama matokeo hayo, nadhani ndio Simba watachukua hatua ya mbele zaidi. Lakini niseme kwamba mpira umefungua milango ya kupata haki. Ukiona haki yako hujaipata sehemu moja, na swala hili linasogea mpaka kwenye level ya CAS ambayo ndio chombo kubwa cha kidunia kwenye masuala ya michezo. Kwa hiyo kwa kuwa ni swala la kanuni na ni haki ya Simba, kama itaona kwamba jambo hilo haliko sawa, kwa hiyo nadhani wana haki kufanya hivyo. Kwa siwezi nikawaambia wasiende kama wao wanaona katika mlango wa kisheria, kwa sababu naamini Simba klabu ya Simba ina watu wenye weledi mambo ya michezo na wana sheria nguli, na mpaka wanafika level hiyo ni kwamba lazima watakuwa wamefanya cross reference nyingi sana za ndani na nje ya nchi kuona kama wana kesi ya kupeleka kasi. Okay, umehudumu kwenye soka kwenye klabu ya soka ya Simba, na kwa sasa bado unafuatilia michezo. Kwa jinsi ambavyo hili shauri linavyokwenda, kwa mtazamo wako wewe, ungepewa maoni ya kushauri Simba, ungewashauri waelekee ama walimalize tu ili warudi uwanjani? Kwanza tufahamu kwamba Simba ipo uwanjani na mpira unaendelea kama kawaida. Kwa hiyo mimi siwezi kuambia Simba kama wanaona kwamba katika uono wa kisheria kama kuna jambo lipo sawa, kama ataamua kwenda huko, nafikiri kwamba wana hakio kabisa, na mimi siwezi kuambia wasiende. Wana haki ya msingi ya kwenda huko kabisa, kwa sababu ni utaratibu kawaida. Ukiona kwamba ukuipata haki yako katika level fulani na hujaridhika na yale ambayo ulioletewa na maamuzi yaliyotolewa katika level hiyo, naona kwamba una hoja za msingi, ni haki yako na mbele. Kwa hiyo Simba kwenda kasi ni haki yao, na sioni kama kuna sababu ya kuwazuia kwenda kufanya jambo hilo. Baadhi ya wadau wanaamini kwamba kana kwamba kwenda huko kama kupoteza muda, kwa sababu wanaamini kwamba jambo kama limeshafika pale TFF na limetolewa maamuzi, kwenda huko kana kwamba ni kupoteza muda tu. Mimi naamini sana viongozi wangu wa Simba, naamini sana. Mimi mwenyewe nimejaribu kuliangalia jambo hili katika engo tofauti. Kuna mambo mengi ambayo nadhani yanatakiwa yaweke sawa au yarekebishwe. Kwa hiyo tukipata maamuzi ya CAS, naamini yatakuwa kuisaidia zaidi kama nchi yetu katika huko mbeleni katika masuala yanayohusiana na jambo kama hili. Lakini kwa sababu Simba wana hoja gani? Kwanza ifahamie kwamba Tanzania hairuhusu
uraia pacha. Ndio maana yake ni kwamba huyu mchezaji ameamua kabisa kuhama uraia, kukana uraia wa kwao, maana yake na kuchukua uraia wa Tanzania. Baka amekuwa ni Tanzania pase sasa. Hilo jambo la kwanza. Lakini tufahamu kwamba bado ana makazi ya asili huko kwao, na kwamba kimpira bado anaonekana ni wapi, ni raia wa Guinea kimpira. Kwa hiyo hilo nafikiri linahitaji kasi kulitolea maelezo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna taratibu za ndani ambazo pia bado zinatakiwa zifuatwe kwa mchezaji wa kigeni, ambao Simba wanaamini labda kuna taratibu ambazo hazikufuatwa, na ndio maana ameomba review kwa baadhi ya mambo ili kupata ufafanuzi. Inawezekana ufafanuzi ambao utapatikana unaweza ukaisaidia nchi, kuisaidia Simba katika kujenga hoja zake za kwenda mbele zaidi. Ndio nikasema ni vema tukasubiri tupate majibu ya hii review. Haya majibu nafikiri ndio yatakayosukuma zaidi Simba kwenda mbele katika kuelekea upi. Okay. Lakini kwa maana ya kukata rufaa, kwa maana ya kutafuta haki juu zaidi, hiyo ni haki ya kimsingi kabisa. Na sio kupoteza muda. Hakuna muda unapotea pale haki inapoonekana kwamba inatafutwa. Wengi wanajiuliza kwamba Damaro ni mchezaji ambaye alipewa uraia akiwa pale kwenye timu ya Singida Black Stars. Wakati wote huo Simba alikuwepo hapa hadi wa hivi sasa ndio anatokea hadharani. Na tuseme kwamba kama kuna kosa, haijalishi kosa malifanyika lini au lilianzia wapi. Kama kosa lilianzia huko nyuma, maana ni kwamba ile kosa kama lipo, maana lilianzia huko nyuma. Unaona Kwa nini Simba leo? Nafikiri kwa sababu ya interest ya Simba. Inawezekana Simba ilikuwa na interest na Damaro wakati ambapo Damaro akiwa wapi? Akiwa Singida. Lakini pia kama tufahamu kwamba Damaro amepewa uraia lini, na wakati anapewa uraia alikuwa na status gani? Na Damaro amechezea Singida kwa misimu mingapi? Kapewa uraia lini? Na wakati anapewa uraia status yake mpira ilikuwaje? Lakini mimi ninachofahamu ni kwamba the moment amekwenda Yanga, kwa hiyo interest ya Simba kufuatilia ndio imekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo hili wana Simba kwa pamoja, mashabiki na wanachama waungane na uongozi wao. Kabisa, ni utaratibu wa kawaida kukata rufaa. Ukiwa mtu anakuambia ile usikate rufaa, maana yake huyo hataki kudispense haki. Na sidhani kama ni jambo jema. Kama unaona hapa hujatendewa haki, au unaona una hoja lakini unaona kama maamuzi hujaridhika nayo, kusika haya authorities za maamuzi, hiyo ni haki yako. Na sioni kwa nini mtu anakuambia usiende. Kwani wewe unaogopa nini akienda huko? Simba haina maana kwenda kula amesema acheze mpira, hapana. Simba anacheza mpira kama kawaida. Lakini nadhani kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa yajulikane, ni yawe wazi. Mpira wetu unakwenda kwa fair play. Kwa hiyo haki lazima onekane inakufanyika kwa watu wote. Sio jambo hili la mtu mmoja tu, na sio jambo la watu wote. Mimi naamini kwamba swala la Damaro litakwenda kutengeneza uelewa mpana zaidi, ambao unaweza kujenga serikali, kujenga vilabu, kujenga shirikisho, na hata sisi mashabiki kwa huko mbele, kwenye swala ambalo linawezekana likaja katika sura ya hii ambayo tunaiona mbele yetu. Kwa ni preference nzuri sana ambayo inaweza kutengenezwa. Kombo hili ni zito kumbe. Jambo hili ni zito, na si jepesi kama ambavyo watu wanaliangalia juu tu, hapana.
kuna vitu vingi hapa vipo katikati, kwa jinsi ambavyo nimemwelewa na nimemsikia Bwana Magori jana. Sawa, la siku mbili hizi nilijaribu kukupigia simu lakini nadhani hatakuwa na masuala mazuri kwamba kwa nadhani kwa nyakati nyingine kwa muda na majukumu mengine. Kulikuwa na tetesi kwamba rais wa heshima wa klabu ya soka ya Simba alikuwa anahitaji kujenga uwanja pale Bunju, lakini yeye anahitaji kupata 80% na wanachama klabu hawakuwa na 20%. Kwenye hili mtazamo wako ukoje wewe? Kama hili lipo limewekwa mezani tayari. Ni jambo zuri sana kwa sababu ule uwanja utajengwa kwenye kiwanja cha klabu. Unaona na Mo ni mwekezaji. Kwa kama ni mwekezaji maana yake ni kwamba kila mtu anatoa cha kwake. Klabu anatoa uwanja, yeye anajenga nini? Anatoa pesa kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo jambo jema hilo kwamba Simba itakwenda kuona uwanja ambao ni wa kwetu na unamilikiwa na Simba wenyewe, kwa maana ya mwekezaji ambaye tunajua ni shabiki na ni mwanachama wa Simba na wanachama wenyewe kupitia klabu yao na kupitia wadhamini wao. Kwa hiyo jambo jema sana. Ndio kitu ambacho ndio ndoto ambayo sisi tunaiota kwamba siku moja tu na uwanja. Na Simba wakati anaamua kwenda kwa mabadiliko ililenga kufika huko ambako tunakwenda sasa hivi. Wengi wanahoji kwamba kwa nini 80%? Yani rais wa heshima 80%, klabu 20%. Sasa nadhani hiyo ni figa ambayo imewekwa kwa juu, lakini ni subject kwenda kufanyiwa review zaidi. Kwa sababu hisa inategemea na contribution ya kila mtu mmoja, sio? Kwa kama Simba anatoa uwanja, maana yake inasema kwamba huu ndio uwanja na mimi pia nitaingiza mashabiki, sio? Kwa hiyo thamani yangu mimi ambayo naingiza ya uwanja ni kiasi fulani. Okay. Alafu kwa mfano labda uwanja thamani yake ni bilioni 3 au bilioni 5 kwa mfano. Mfano nasema, alafu mwekezaji anasema mimi bana naleta bilioni, naingiza bilioni 20 cash. Kwa hiyo kichukua bilioni 20 na hii bilioni 5 inakuwa ni jumla ya bilioni 25. Kwa hiyo contribution ya Simba itakuwa ni bilioni 5 ambayo thamani ya ule uwanja kwa mfano, sio? Ambayo kama ni 5 kati ya 25 ni moja ngapi? Ni 1/5 ya 20%. Kwa kama ikitokea kama thamani ya uwanja bilioni 5, mwekezaji anaweka bilioni 20. Maana yake kwenye thamani ya jumla bilioni 25, kama mtu anaweka 20, maana yake ameweka invest ya 80. Kwa hiyo haya ni mahesabu sasa ambayo inategemeana na ukubwa wa uwanja na thamani ya uwanja. Lakini hoja ni kwamba mwekezaji ataingiza pesa, klabu itacontribute uwanja, na baada ya hapo uwanja utajengwa, na kulingana na contribution ya kila mtu mmoja ndio atapata hisa hiyo. Atakuwa ndio hisa yake kwenye nini, kwenye uwanja huo. Maana sasa wale wataweka management ya kwenda kuhudumia. Maana itakuwa ni biashara sasa. Kwa hiyo kwenye hilo wanachama wa klabu ya soka ya Simba wachangamkie fursa kwa haraka zaidi. Ni jambo jema sana. Sasa inafanani kuona ni uwanja pale ambao uko na uwanja au kwa maana ya eneo. Una eneo alafu sasa huna uwanja. Na kama mnasema mnakuja ku invest na mna invest kwenye open box. Kila kinachotoka kinajulikana, na baada ya hapo kila mtu anajua amewekeza nini, kwa thamani yake kwenye uungaji nini. Kwa hiyo ndio biashara ilivyo. Na tuliposema sisi tunakwenda kwenye wekezaji, tunataka tubadilishe mfumo. Na tulikuwa ni siku moja tumiliki uwanja, maana kuwaita wawekezaji waje. Mwekezaji maana ni mfanya biashara, ameona Simba kuna fursa, ataweka pesa pale. Kwa hiyo mwisho wa siku mtagawana faida kulingana na aina ya uwekezaji ambao umeweka, sio? Ndio.
Nikushukuru sana kwenye eneo hili. Umezungumza kwa weledi mkubwa na kwa uzuri, na bila shaka msikilizaji ambaye kwa hivi sasa anatusikia amepata kitu kutoka kwako. Naam, nashukuru sana. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.